Samia Suluhu aingiza njeve baada ya kuibuka kwamba hivi karibuni ataondolewa kiti kwa sababu ya kauli yake ya upuzi ama kauli ya ovyo ambayo aliitaja, ambayo ulimwengu mzima ulimsikiza, kisha ikadondoa kwamba huyu mama kidogo ameenda zaidi. Kuna swala alilozungumza kuhusiana demokrasia. Akataja kwamba demokrasia yetu hapa inastahili kuendana na mila, desturi na vile sisi kama Afrika. Isije ikawa kwamba hawa kikundi cha watoto hawa wa Gen Z wameenda na kuibuka na demokrasia ya kwingine wakaileta hapa kwetu katika Afrika Mashariki. Ni kauli ya ovyo sana aliyoitamka Samia, na hiyo kauli huenda itamsababishia maovu makubwa hapa mbeleni. Manake demokrasia tunajua ni demokrasia. Demokrasia ni uhuru wa kusema mzuri ama baya bila lolote, bila kufanyiwa chochote, bila kutishwa wala bila kufanyiwa anything. Yani demokrasia ni demokrasia. Uende pale Marekani, uende pale Libya, uende Nigeria, urudi Kenya, uende Tanzania, demokrasia ni demokrasia. Kwa hiyo ule ujumbe wake Mama Samia alikuwa anasema kwamba hii demokrasia haitusaidii kama watu wa eneo la Afrika Mashariki. Ndio kusema kwake. Na ndio maana nasema kwamba hii demokrasia ndio ambayo imeharibu vijana wetu. Kwamba vijana wetu wanaweza choma penye wanataka, wanaweza enda nchi yoyote bora ni Afrika Mashariki, kwa sababu wao wanajiita sasa ndio wana demokrasia ambao wanajua kile ambacho anastahili kufanya. Kisha akampea nasaha kiongozi wa nchi ya Kenya William Ruto pia aenda wapige mikwaju yeyote atakayeandamana. Masuala yale mawili kidogo yatasababisha mambo makubwa sana Tanzania. Huenda Tanzania itapata uhuru wake kutokana na udikteta wa mama huyu kwa sababu ya kauli zile mbili. Njia moja ni kwamba imebainika sasa wazi kutokana na maongezi yake kwamba yeye ndiye alitoa amri watu wauliwe. Ajua swala la uwaji la mwaka jana baada ya uchaguzi ni swala ambalo ngawaje walijaribu kuzima mitandao ya kijamii, nguvu za umeme, ila bado ilisambaa. Kuna watu walirekodi na simu zao wakaweka, kisha wakati walirejesha internet watu wakazirusha kurusha. Na ukiangalia jinsi watu waliuliwa, mwingine anapigwa risasi ya mashavu inatokea mahali ama side nyingine, mwingine anapigwa risasi ya kichwa inatokea huku nyuma, mwingine ameuliwa vibaya, mwingine anapigwa risasi ya tumbo, damu inabubujika pale barabarani, miili imetapakaa kila sehemu, wazazi wanalia wamepoteza mtoto wao, watoto wanalia wamepoteza baba yao, mama yao. Ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana, kuwahi kutarajiwa ama halikuwa itarajiwa kwamba lingetokea nchini Tanzania. Lakini kwa sababu ya kuwa na damu ya uuaji, kwa sababu ya ule udikteta, wajua udikteta kwa kawaida vinaenda na uuaji. Huwezi pata dikteta ambaye si muuaji. Naam, kama huyu mama ambaye roho yake ni ngumu sana kutoa amri mtoto wa mwenzake auliwe, kisha baadaye anakuja kusema wale watoto ni watovu wa nidhamu, kwa hivyo wapige mikwaju pale Kenya na mimi niwapige hapa Tanzania. Ni kauli ambayo hapa mbeleni inaenda kumweka pabaya. Unajua Tanzania tumepitia zile enzi ambazo mtu angefanya kitu anachokipenda. Sasa hivi watu wamemakinika, sasa hivi watu wamejua haki zao, sasa hivi watu wamejuana na taasisi mbalimbali za ulimwengu, na hivi karibuni Samia ataondolewa kwenye hiki kiti kwa sababu ya uuaji. Na ujue kwamba ni rais ambaye ni dikteta na hajali habari. Baada ya kufanya yale mauaji yote na kila mtu anajua mtuhumiwa mkuu ni Samia, akisha akateua kundi la watu wanaoongozwa na Jaji Othman Chande na kujifanya kwamba wanachunguza mauaji yale.
Yaani wewe ndiye mtuhumiwa mkuu na wewe ndio unaunda tume, wewe tu ndio unaunda tume ya kukuchunguza. Yaani masuala mengine unayafikiria kisha unaona yenyewe kuna watu tunabeba ufala hapa nchini Tanzania. Yaani Samia Suluhu ndiye mtuhumiwa mkubwa na kisha yeye ndiye anaunda tume ya kuchunguza mauaji. Alafu ilivyoishia ni kwamba tume ile haikufanya kazi yake iliyopewa, kwamba Samia alikuwa na waambia kile cha kufanya. Ndipo yale matokeo ya ripoti ile yalikuwa yanapostponiwa kila wakati. Unasikia ni leo kisha wanasema hadi siku nyingine ikapostponiwa, kwa sababu Samia Suluhu alikuwa anapitia ripoti ile kisha anagundua kwamba kuna vipengele alikuwa anavitaka viwe pale na kuna vingine hakutaka viwe. Kwa hivyo anawaambia enda karudie. Mimi ndio nawalipa. Mimi ndio niliwapa kazi. Haya, fanya kazi. Ndipo ulisikia naibu mwenyekiti wa CCM mzee Stephen Wasira akionya tume ya Othman Chande akiwaambia kwamba hamja kuja kuchunguza serikali, mmekuja kuchunguza mauaji. Naam, hamja kuja. Yaani ile swala tu ndio inatuonyesha kwazi kwamba Samia Suluhu alipeana amri kwamba ripoti ile kuna maswala ambayo yalikuwa nastahili kuandikwa, kuna yale ambayo yanastahili kupeanwa kwa Tanzania, kuna mengi alikuwa involved. Na ndio maana wengine wanasema kwamba ungesikia ile hotuba ya Jaji Chande, usikie na hotuba ambayo Rais Samia alitoa baadaye, utagundua kwamba kulikuwa na mfanano. Utagundua kwamba pengine ile ripoti iliandikwa na mtu mmoja. Kwa hiyo kuwaleta wale akina Othman Chande kufanya uchunguzi na kufanya vikao mbalimbali ilikuwa tu ni decoy, kwamba yeye mwenyewe alishaandika ripoti ile ili kuonyesha mataifa ya kigeni kwamba yeye ni mtu ambaye anajali sana demokrasia, yeye ni mtu ambaye anajali sana utu wa binadamu. Na kwenye haya maneno ambayo ameyazungumza ni wazi kwamba Samia Suluhu haamini mambo ya demokrasia kabisa. Na ingekuwa uwezo wake ni kuiongoza Tanzania kwa kimabavu, ni kuongoza Tanzania kwa mkono wa jiwe bila kujali mambo na demokrasia. Manaka anasema kwamba hii demokrasia imeharibu nchi ya Tanzania. Hii demokrasia imeharibu mengi sana nchini Tanzania. Ndiposa alikuwa anataka hata rais wa Kenya pia muunge mkono, lakini pia yeye anajua nchini Kenya kutawaka, yeye akanyamazia. Jabu wengine pia wanamlaumu pia Rais Ruto, manake umeenda nchi jirani, huko jirani wanakuambia tuue hawa vijana, wewe unanyamazia tu. Pia yeye angemkosoa, mwambie hawa vijana pia kuna haki na ni demokrasia, na kwamba ule wakati wa kudhihaki watu kwa sababu wanafanya mambo kinyume na wewe umeshapitwa na wakati. Sasa hivi demokrasia inaruhusu upinzani, na tunataka haya mataifa yetu vile vile yawe na demokrasia iliyokuwa. Maneno kama hayo pengine wengi walikuwa na tarajia Samia Suluhu angeambiwa naye Ruto. Sijui na maoni gani? Waweza niandikia ujumbe huo mfupi hapo chini tuweze kujadiliana. Vile vile gonga alama ya kengele ndipo usipokee taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani. Hapa ndipo napata taarifa zote, na tunakuomba uweze kusubscribe, kulike na kushare.